Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho, ninakushukuru kwa kuendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo hapa YouTube. Lakini vile vile ninawapongeza wote ambao mnafuatilia mafundisho kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Hata wale ambao mnafuatilia kupitia channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Mungu awabariki sana. Leo nimekuja na somo moja. Na somo hili nataka nikuambie kwa habari za kuinenea siku yako na kwa habari za kuomba. Ni somo fupi lakini lenye maana kubwa sana katika maisha yako ya kila siku. Kama unataka kukua kiroho, kama unataka kuyaona matendo makuu ya Mungu, fuata formula hii ama fuata utaratibu huu. Somo linasema, amka mapema inenee siku yako. Amka mapema inenee siku yako. Kwa nini kuamka mapema? Kuamka mapema kuna siri kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Maombi ya alfajiri yana nguvu yake. Ndio maana tunamuona Yesu mara kadhaa aliamka asubuhi. Tunaona wafalme mbalimbali, manabii mbalimbali, mara kadhaa waliamka mapema asubuhi wakaenda kuomba, wakaenda mbele za Bwana kuomba. Lakini leo nitakuambia kwa habari za Yesu alipoamka mapema akaenda kuomba. Tukisoma Marko sura ya 1 aya 35, tunamuona Yesu anaenda kuomba. Marko sura ya 1 aya 35 nasema, hata alfajiri na mapema sana akaondoka. Zingatia neno mapema sana. Akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Umeelewa vizuri hapo? Yesu anaamka alfajiri, anatoka, anaenda mahali pasipokuwa na watu kwa ajili ya kuomba. Sio lazima utoke ndani mwako uende kuomba sehemu nyingine, lakini zingatia kwamba kanuni ya kufanikiwa ni kanuni ya kiroho, na ili ufanikiwe lazima ujue kanuni ya kiroho. Kanuni za kiroho zina utaratibu wake, na mambo ya kiroho yanaenda kiroho, haiwezi kwenda kibinadamu. Huwezi kufanana hata siku moja wewe unayeamka saa 3 asubuhi na yule anaamka saa 10 alfajiri. Hamwezi kufanana. Hamwezi kufanana. Narudia, hamwezi kufanana. Kitu hiki niliwahi kukifuatilia na marafiki zangu matajiri wakubwa, ambao niligundua kwamba hawa watu nikiwatumia message majira ya saa 10:30, saa 11 wanajibu haraka sana. Nikajiuliza sana, kwa nini hawa wanaamka mapema? Kumbe pana siri kubwa sana katika kuamka mapema. Sasa leo nataka nikuambie kwa habari za kuomba. Tunamuona Yesu anaamka mapema asubuhi, anakwenda kuomba. Wewe usilale, na wewe amka mapema asubuhi uanze kuomba alfajiri. Kitabu cha Marko kinatuambia Yesu aliamka mapema sana. Hilo neno sana ulizingatie. Sana maana yake ilikuwa ni alfajiri. Yesu anaamka kwa ajili ya kuomba. Na wewe anza sasa kujizoesha kuamka alfajiri. Ni heri hata kama huna shughuli ya kufanya, basi amka alfajiri, fanya maombi. Ukimaliza kufanya maombi, endelea kulala. Ukifika saa 1 lala. Nafikiri kutakuwa hakuna tatizo lolote. Wewe lala tu. Lakini usiache kuomba alfajiri, kwa maana kuna jambo kubwa linaweza kutendeka. Malango ya alfajiri ni malango ya mapambazuko. Ni malango ambayo yanahitaji wewe usimame, uinenee hiyo siku, uitamkie mema, uitamkie baraka, uitamkie mafanikio, uitamkie uzima. Uwabariki watoto wako, bariki familia yako, bariki biashara yako, bariki kila cha kwako kwa siku hiyo, ili kama kuna jambo lolote ambalo shetani lipanga juu yako lisifanikiwe, kwa sababu umezijua siri, umezijua mbinu. Katika ulimwengu wa giza wananena mabaya kinapoitwa leo ili usifanikiwe. Sasa wewe kuyatengua hayo, amka alfajiri, omba, nenea siku yako. Usikubali kutoka tu kama vile nguruwe au kama wanyama wa mwituni wanatoka wanaenda tu kujitafutia chakula huko na huko wakitangatanga. Wewe ni mwanadamu ambao Mungu amekupa utashi, usikubali. Hakikisha unapoamka asubuhi, unapoomba asubuhi alfajiri, inenee siku yako mambo ya baraka. Utasema anasema vitu vimeandikwa wapi? Nataka kusomea kitabu cha Ayubu kwa habari za kuinenea alfajiri. Ayubu sura ya 38 aya ya 12. Ayubu anasema nini? Fungua Biblia yako. Kama una Biblia umesikia mafundisho, andika Ayubu sura ya 38 aya ya 12. Na kwenda kusoma kwa habari za kuinenea siku yako. Tumemwona Yesu ameamka alfajiri na mapema, amekwenda kuomba. Na wewe amka alfajiri na mapema, omba ukiinenea siku yako.
Twende ukasome kitabu cha Ayubu, kinasema nini kwa habari za kuinenea asubuhi na alfajiri. Ayubu anauliza, anasema hivi: je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake? Sikiliza, anakuuliza umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Unaiamuru asubuhi wewe? Unaiamuru asubuhi? Iamuru asubuhi yako, inenee yaliyo mema. Tamka mambo mazuri asubuhi yako. Usiache asubuhi yako ikaenda. Usiamke kama wanyama wa porini. Nenea asubuhi yako. Umemwona Yesu ameamka asubuhi na mapema kwenda kuomba. Na wewe unapoomba, tamka mambo mema. Tamka juu ya kufanikiwa. Tamka juu ya baraka. Tamka juu ya wanafunzi watoto wako wanaokwenda shuleni. Watamkia yaliyo mema. Waombee yaliyo mema. Tamka, fungua malango. Inenea asubuhi. Tamka kwa habari kama jua linavyokwenda kuchomoza, mambo yako yachomoze. Mungu ainue wafadhili, akuinulie watu sahihi kwa siku hiyo. Usiende wewe kama wewe, itamkie, iamuru. Mungu amekupa mamlaka ya kuamuru, ya kunena, ya kutamka. Tamka kwa habari ya siku. Unapotamka kwa habari ya siku, mambo yanakuwa sawa sawa na ulivyotamka. Usipotamka, wenzako watakutamkia kwa habari ya siku hiyo. Unashangaa mtu anasema siku ya leo mbaya. Kwa Mungu hakuna siku mbaya, mpendwa. Hakuna siku mbaya kwa Mungu. Siku zote zafanana. Ni wewe utakapoamua kuinenea siku yako. Unapoamka asubuhi ukanena yaliyo mema, itakuwa ni siku njema. Itakuwa ni siku ambayo ina baraka tele. Kwa hivyo nimependa nikufundishe somo hili. Inenee asubuhi yako. Inenee siku yako. Usiamke tu ukaondoka kama wengine wanavyoondoka. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Nenea siku yako upate baraka. Inenee siku yako ikafungue malango. Nenda kwenye biashara yako ukiwa umeshaifungua siku kutoka nyumbani. Baraka zitamiminika. Fanya hilo zoezi. Iwe ndio zoezi lako endelevu. Kwa mwezi mmoja utakuja kutoa ushuhuda. Utasema kwa hakika nimegundua mambo mengi nilikuwa siyajui. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuamka alfajiri kuomba na kuinenea asubuhi yako, kuitamkia yaliyo mema. Shalom, shalom. Nikushukuru kwa kufuatilia mafundisho yetu. Endelea kufuatilia mafundisho kupitia channel zetu mbalimbali. Channel Mikono ya Kristo kupitia WhatsApp kwa jina la Mikono ya Kristo, lakini kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Fuatilia huko, mafundisho yetu yapo mafundisho mbalimbali na utaendelea kubarikiwa. Share mafundisho haya kwenye magrupu mbalimbali, kwenye sehemu mbalimbali za familia, ndugu zako, jamaa zako, marafiki zako, watumie linki. Pengine yuko mmoja ambaye anataka kusikia neno la baraka la kuinenea asubuhi, naye akajifunze kuinenea asubuhi kama wewe ulivyopata elimu hii. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Usichoke, endelea kufuatilia mafundisho na Mungu atakubariki. Kama una swali, una jambo lolote unahitaji kufahamu, namba za simu ziko hapo, tupigie. Piga kwenye namba za simu hapo kama unavyoziona, tuwasiliane na tutakusaidia kadiri Roho wa Mungu atakavyotupa neema ya kukusaidia. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga. Hadi wakati mwingine.